Karibu tena mtazamaji, na moja kwa moja tuelekee kaunti namba 40 ambapo ni afueni kwa wakazi wanaoishi katika vijiji vya mpakani vya Achapa na Alupe baada ya kukamilika kwa ujenzi wa daraja linalounganisha Kenya na Uganda na ambalo hutumika na watu kila siku. Kwa muda mrefu wakazi wakiwemo wafanyabiashara, wanafunzi na hata wagonjwa wanaotafuta huduma za biashara na matibabu nchini Kenya na hata Uganda wamekuwa wakitaabika kwa kukosa kivukio. Kwa miaka na mikaka, eneo hili limekuwa hatari kwa usalama kwa wenyeji wanaopita hapa, haswa wakati wa msimu wa mvua. Mto huu wa Salama ulioko Alupe hufurika na kutatiza shughuli za usafiri hapa. Ila sasa wamepata afueni baada ya mwakilishi wadi wa Makongeni Peter Imwatok kufadhili ujenzi huu. Wengi wa wakazi wa nchi jirani ya Uganda hutumia njia hii wanapotafuta matibabu katika hospitali ya Alupe. Kujengwa kwa kivukio hiki kinachotumika na wasafiri wa kutumia miguu na hata wanaotumia bodaboda sasa kunatarajiwa kuimarisha biashara kati ya nchi hizi mbili, mbali na kupunguza hatari. Wamama wanateseka hapa, kwenda Alupe hapo ni kliniki yao, na kutoka kule kuvuka hapa kuja ni shida. Mto imejaa, kutoka hapa kuja huku hivi mto imejaa. Pia wanarudi tena wanatafuta njia nyingine wakuje. Huu mto umekuwa ukisumbua watu sana. Tuko na vijana wetu madriver wamekuwa wakitaabika sana wakati wa mvua. Wamama wetu ambao wako upande wa Uganda, hatuwezi sema hii ni boda yenye inazuia Waganda kukuja Kenya na Wakenya kwenda Uganda. Hospitali yetu ya Alupe, huu mto umekuwa kuvuruga sana. Hakuna mwenye amefanya kwa kazi kama yenye Mwatoka amefanya. Kuna upande wa mama, kuna wakati mama alikuwa anatambaa hapa kwa mtoni, akienda hospitali na mjamzito anaumwa, anabidi aende kujifungua. Kufika hapa iliumana kupita ndani ya maji. Wahudumu wa bodaboda wamesema kuwa biashara yao itaimarika maradufu baada ya kulemazwa kutokana na barabara na daraja mbovu, baadhi yao wakipoteza maisha kutokana na ajali mtoni. Changamoto yetu ilikuwa ya kwanza ilikuwa ni matope na maji. Huwezi pita, ukifaulu kupita matope utavuka mtoni. Ukifika hapo lazima kushikilia mkono, kushikia pikipiki, mzigo ndio uvuke. Na lazima ulipe na mteja na kulipa pesa kidogo. Tumehangaika ya kutosha. Wakazi hao hata hivyo wamesema kuwa ni sharti barabara za eneo hilo pia zirekebishwe, kwani wanataabika pakubwa hasa msimu wa mvua na kulazimika kutafuta barabara mbadala za mbali. Tuko na hospitali hapa. Wamama wetu wakati wanakuwa wasito, wakati wanajifungua wanakuja hospitali ya Alupe. Inafika hapa mtoni kunapatikana maji imejaa, mvua ilinyesha maji imejaa. Inabidi tusunguke Adongozi. So Mheshimiwa Peter Imwatok, Mungu akubariki, akuongeze. Vile wakaji wanaomba barabara, ukiwa na nguvu tunaomba ufikishe hii barabara kwa mtoni ili hao ndugu zetu waweze kufurahi.